Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tumejadili mambo yaliyo mema, tumekubaliana yaliyo mema kwa maslahi mapana ya mji wa Tunduma. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuvusha kwenye hili jambo salama. Sasa tunakwenda kwenye utekelezaji. Ndugu zangu, kazi mojawapo tulionayo mbele ni pamoja na ukusanyaji mapato kwa kufikia lengo kama tulivyoshauriwa na viongozi wetu waliopata nafasi ya kuzungumza hapa. Tunasema kwamba tunapokea maelekezo hayo kutoka kwa kaimu rasi, kutoka kwa mkuu wetu wa wilaya, na tutakwenda kuyafanyia kazi. Lakini nisisitize kwa wataalamu wetu, tunaomba uzalendo zaidi uongezeke kwenye swala la kukusanya mapato. Mkurugenzi, baraza linakuelekeza endelea kutoa elimu kwa wananchi wa mji wa Tunduma ili waweze kutoa tozo ya ushuru mbalimbali kwa mujibu wa sheria pasipo kuwanyanyasa. Tunaomba sana hilo mlizingatie, na naamini mkitoa elimu wananchi hao watatoa tozo kwa sababu nao ni Wanatunduma na wanaipenda Tunduma yao. Lakini pia tuelekeze watu wa biashara, endeleeni kufanya msako wa leseni, kubaini leseni ambazo ni halali na leseni ambazo ni feki, kwani tumesikia kuna baadhi ya wafanya biashara wasioipendea amani na maendeleo mji wetu wa Tunduma wanatumia leseni feki. Hivyo tuwaombe sana kwenye swala la leseni, nendeni mkalifanyie kazi. Lakini Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, mimi nikupongeze sana kwa kutuongoza. Tunajua una halmashauri mbili, lakini umekuwa ukituongoza vizuri sana. Wakati fulani nilikuwa nasubiria kwamba labda kuna neno litatoka la kimaelekezo, lakini nimeona unatupa elimu, lakini unatushauri vyema na pia unatupongeza. Kwa hiyo na sisi tukupongeze pia. Umekuwa mwanadiplomasia kweli kweli. Hakuna sehemu ambayo umetushauri kwa maelekezo, umetushauri ili tupate elimu, lakini tukatekeleze yale ambayo umetushauri. Usimamizi wa miradi, nirudi tena kwa wataalamu, niombe uzalendo uongezeke sana kwenye usimamizi wa miradi, na niwaombe pia waheshimiwa madiwani na viongozi wenzangu, tuwe makini sana kwenye usimamizi wa miradi. Katika vitu tunavitamani katika baraza hili ni pale ambapo tunapeleka fedha za miradi, alafu mradi unashindwa kukamilika, tunaanza kuongeza fedha. Tunatamani sana tuondokane na swala la kuongeza fedha katika miradi ambayo sehemu nyingine tunaona kwa fedha ile ile mradi umekamilika, lakini sisi hapa mradi unashindwa kukamilika. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa wenzangu, twendeni tukashirikiane na wasimamizi wa fedha huko, tukawashauri na kuwakagua pia. Lakini kama linatokea tatizo, tuwe tunashirikishana mapema kabla jambo halijaharibika. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye jambo hilo. Lakini Mheshimiwa DC, sisi binafsi kama halmashauri ya mji wa Tunduma, kwa niaba ya baraza tunaendelea kumshukuru mkuu wetu wa mkoa, lakini tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha nyingi na kuendelea kujenga miradi mingi. Hivyo kama wewe mwakilishi wa kipande hiki cha wilaya ya Momba, tuombe tufikishie salamu, tunashukuru sana. Lakini tunaendelea kukiri ushauri wako tuliopokea leo hapa, tutakwenda kufanyia kazi hasa kwenye swala la mipango miji na mazingira. Umetushauri ya kwamba tuandae eneo ambalo litakuwa ni mahususi kwa ajili ya kushushia mizigo inayokuja na magari makubwa. Hivyo tunalipokea na nadhani tutakwenda kulifanyia kazi. Lakini tutaendelea kujipanga na kutekeleza mikakati ambayo tumejiwekea ili tufikie 100% ya kukusanya mapato
ambayo tulikuwa tumejiwekea ya zaidi ya bilioni 22.